Exclusive kutoka kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya kupata nafasi na wakati mzuri kabisa wa kwenda gerezani na kumwona mwenyekiti Tundu Antipas Mughwa Lissu akiwa gerezani, na viongozi waliopata nafasi hiyo akiwemo Godbless Lema pamoja pia na makamu wake mwenyekiti ambaye ni John Heche. Baada ya taarifa hizo kuweza kuainishwa na kuzungumza na vyombo vya habari kwa Godbless Lema, na huko akiwa anazungumza na wananchi katika kile kilichoweza kutokea, kwa sababu kuna nukuu ambayo tumeweza kuisikiliza kutoka kwa Godbless Lema baada ya kwenda kumuona mwenyekiti Tundu Antipas Mughwa Lissu. Kwa yote yanayoendelea mpaka sasa hivi ni kwamba msimamo mkali na jitihada kali inayoendelea kufanywa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba yeye yuko tayari kunyongwa na yuko tayari kwa lolote lile ambalo pengine likatokea ndani ya muda huu, lakini lengo lake, dhumuni lake ni kuendelea kupambania itikadi na kile walichokiandaa na kile walichokiamini ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu mpaka sasa hivi sekeseke na sakata ambalo limekuwa bado limo ndani ya nafsi za wanachadema ni kwamba hawahitaji kujihusisha na wala hawahitaji kuwepo ndani ya uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo lengo na ubabe uliopo ndani ya chama mpaka sasa hivi ni kwamba hawawezi kujihusisha na tume ya taifa. Kama ni kwenye kusaini form, basi Chadema wako serious kabisa, na imekuwa ni issue ambayo iko very exclusive kabisa, kuanzia kwenye ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini, yani kuanzia mwenyekiti mpaka mjumbe. Kwa hiyo ni swala ambalo mpaka sasa hivi Tundu Lissu inaonekana kabisa kwamba yeye ndani ya nafsi yake, hata kama yuko gerezani, lakini yuko tayari kwa kile kinachodaiwa kwamba yeye yuko tayari hata kunyongwa, lakini kwa ajili ya hili sakata la no reform no election. Na mpaka sasa hivi, mpaka muda huu, ndo sakata ambalo limekuwa liko most popular trending story katika mitandao ya kijamii na hata ndani ya nchi pamoja pia na nje ya nchi, baada ya kuonekana kwamba sasa hivi siasa ya Tanzania imeonekana kuwa na changamoto baada ya Tundu Lissu kuweza kuliamsha hili sakata na kampeni kubwa ya no reform no election. Tena katika mazungumzo ambayo pia ameweza kusikika Godbless Lema na viongozi wengine kwamba wakidai kwamba kutakuwa na maandamano ya mbeleni ya kuhakikisha kabisa kwamba hili sakata la kuzuia uchaguzi usifanyike, lakini pia na sakata ambalo wanalihitaji pia kuhakikisha kabisa kwamba mwenyekiti wao anatoka ndani ya gereza na anatoka kwenye kesi ya uhaini ambayo mpaka sasa hivi iko inamlindima. Cha msingi bwana, tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media, it's your favorite channel.